naitwa Elizabeth Sylvester Kakusa, ni mratibu wa elimu ya afya ngazi ya jamii au kwa umma tunasema. Leo hapa tuko kwenye mafunzo ya CHW au watoa huduma ngazi ya jamii kwa ajili ya kutoa elimu juu ya utoaji wa taarifa za tetesi au fununu, na tutatoa kwa njia ya kielektroniki. Atakapopata taarifa isiyokuwa ya kawaida kutoka kwenye jamii, aidha kuna wanyama wamekufa wengi sehemu moja, zaidi ya mmoja bila sababu inayojulikana, au kuna mtu anatokwa na damu sehemu yoyote ya wazi ya mwili wake bila kujua sababu hasa inayopelekea ile hali, au kuna watu wameng'atwa na wanyama. Zile zote tunasema ni fununu ambazo wanaweza kukusanya kutoka kwenye jamii na kutolea taarifa kuanzia ngazi ya kijiji, wilaya mpaka ngazi ya juu. Lengo hasa ni kufanya ufuatiliaji wa hizi fununu au tetesi, kwa sababu kupitia hizi fununu au tetesi ndio inatupelekea kujua kama kuna kiashiria cha magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo zitatafutwa sababu kwa nini ile hali au ule ugonjwa umetokea kwenye yale maeneo. Na magonjwa tunayoyalenga ni magonjwa yale yote ambayo yanatolewa taarifa za haraka, tunaita immediate reportable disease, au yanayotolewa taarifa kwa wiki. Hapo tunazungumzia magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, tunazungumzia kama ni Ebola, tunazungumzia kama ni corona na mengine. Tunategemea sana CHW au watoa huduma ngazi ya jamii wakatupe fununu nyingi kadri inavyowezekana ili kuweza kujua viashiria vya magonjwa ngazi ya jamii na kufuatilia kisha kudhibiti. Asante. Waliopata mafunzo kwa kweli tumeendelea kusisitiza kwamba wahakikishe wanafanyia kazi yale yote ambayo wameelekezwa, hata kama na simu ya kawaida ambayo wanaita kiswaswadu kwa jina maarufu, baadhi anaweza kutuma taarifa hizi. Akiwa na simu janja anaweza kutuma taarifa hii. Kwa hiyo wito wetu kwao ni kuhakikisha kwamba yale yote tuliyokubaliana ambayo yale mafunzo ambayo wamepata wayafanyie kazi, wakisha wanatuma taarifa kwa wingi za tetesi, ili baada ya hapo tuweze kugundua mapema magonjwa ambayo tukichukua hatua tunapunguza gharama zinazotumika na serikali katika kutibu, lakini pia tunapunguza muda ambao unatumiwa na watumishi katika kushughulika na matibabu ya magonjwa ya milipuko, lakini pia tunaepusha vifo kwenye jamii, kwa sababu mara nyingi ugonjwa ukijulikana mapema, tukianza utekelezaji mapema wa mikakati ya kudhibiti, mara nyingi watu hawafikii mahala pa kupoteza maisha. Kwa hiyo ndio lengo kubwa hasa la serikali. Kimsingi tunafahamu kwamba kuna changamoto, kuna matukio ambayo yanatokea kwenye jamii, hususan watu kuugua na wengine wanachelewa kwenda kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma za afya ili kuweza kupata huduma. Sasa tunajenga uwezo huu kwa jamii ili waweze kuwatambua hawa watu wanaoumwa huko kwenye jamii huko kabla hata ya kufika kwenye vituo vya kutoa huduma za afya, ili waweze kutolea taarifa, tuweze kufanya uchunguzi kujua ni jambo gani ambalo limewasibu. Kama ni ugonjwa wa mlipuko, basi tuweze kubaini kwa haraka na tuweze kuchukua hatua za haraka katika kukabiliana na ugonjwa huo. Sisi tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wizara kuweza kuandaa mafunzo, kuweza kuja kutuelimisha kuhusiana na hii utoaji wa tetesi. Tulikuwa tunajua, wamekuja kutukumbushia baadhi ya vitu, kutuongezea ujuzi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kuweza kuja kutupa haya mafunzo na kutuongezea ujuzi. Sisi tunawaahidi tutaenda kutimiza hivi walivyotufundisha na tutafanya kazi nzuri kwa kweli. Tunaishukuru serikali yetu hii ya awamu ya 6 kwa kuweza kuletea mafunzo yetu.